amenifanya kuwa mwana katika ufalme wake. Si kana kwamba kuna jambo nilifanya ambao ni qualified ndio niokoke, lakini ilikuwa ni kwa neema yake ndio nikapata kuokolewa. Amen. Na pia ni kwa neema ya Mungu nao pia umeokolewa. Niko hapa kwa dakika kidogo, niliambiwa ni 40 minutes. Naona saa hii tuko 10:40. Amen. Ni vizuri tuangalie masaa. Tuko 10:40, kwa hivyo by 11:30 nafaa kuwa nimeketi na tumeshambarikiwa. Bwana asifiwe. Amen. Wapendwa, kuna sababu ya kudumu katika Yesu na kuna sababu ya kujitolea kwa ajili ya kazi ya Mungu, kwa sababu kama sio Mungu kuwa pande yetu, Biblia inasema kana kwamba kama sio Mungu kuwa pande ya wateule, adui angekuwa ametumaliza ametumeza tukiwa uhai. Bwana asifiwe. Kila siku tunahesabiwa kuwa kama kondoo wa machinjo. Amen. Imagine wakati unatoka uende kazini, shetani amekupangia ukitoka ukutane na gari ikugonge, mambo yako iishi. Hiyo ndio mpango wa shetani. Kazi yake ni kuja kuua, anaiba, anaua na anaharibu. Bwana asifiwe. Hizo ndio kazi za shetani. Kwa hiyo kila wakati ukae ukijua shetani amekupangia hiyo mambo matatu. Anataka kukuiba, akupoteze, akutoe katikati ya wapendwa, akuingize katika dunia, alafu akuharibu, mwishowe akumalize kwa kukuua. Bwana asifiwe. Hiyo ndio kazi shetani amepanga na ndio mpango wa shetani. Wacha nikuambie mpango wa shetani. Huo ndio mpango wa shetani. Amen. Lazima tumuelewe shetani ni nani. Kuna kijana wa pasta mwenzangu anaitwa Pastor Jacob, ni mwenzangu. Ndio alikuwa anaambia anaposti, ni kijana wa pasta lakini anaposti kwa Facebook. Ni ama agency. Anasema si watu kwa shetani angepatiwa chapter moja kwa Biblia ajieleze. Yaani alinyimwa haki shetani, angepatiwa chapter ajieleze ndio watu wamuelewe. Lakini nikaona ni kulingana na mawazo yake, kwa sababu Ibilisi tunamjua kutoka mwanzo. Bwana asifiwe. Na Biblia imemueleza vizuri, tunajua yeye ni nani. Amen. Na kazi zake ndio hizo nimesema. Hatufai kumuelewa zaidi kwa sababu tunamjua. Lakini Bwana naye alikuja kwa ajili ya kuharibu hizo kazi zake ili tukapate kuishi maisha ya kubarikiwa, maisha yaliyo mema, maisha ya kupendeza mbele ya uso wake Mwenyezi Mungu. Leo nataka tujifundishe. Kuna maandiko nilikuwa nasoma, na hiyo andiko Bwana alipata kunipatia ufunuo. Ni andiko nimewahi kulisoma na kanihubiri pia. Labda umewahi kusoma, umenihubiri hata mara mingi, lakini neno la Mungu kila wakati huja ikiwa mpya. Bwana asifiwe. Neno la Mungu huwa mpya kila wakati. Kwa hivyo usiseme hiyo ni andiko ambalo umeipitia mara mingi, lakini kumbali Bwana atazungumza nawe na tutakuwa kama tumejifundisha jambo kupitia kwa hiyo kifunguo ya Biblia. Amen. Twende pamoja kwenye kitabu cha Mark chapter 5. Kama uko na kalamu na kitabu, wakati wa mafundisho ni vizuri kuandika, kwa sababu sio mambo yote tutayasoma na tutayanena mahali hapa. Injili utaenda kwa wakati wako uyapitie na utapata ufunuo zaidi hata kuliko ile unaweza kuipata mahali hapa.
Mark chapter 5 verse 25 to 34. Narudia kwa yule alikuwa bado hajafika mahali pale. Ni Mark chapter number 5 verse 25 to 34. Nitaenda kusoma kwa Kiingereza na kama itakuwa na umuhimu tutasoma kwa Kiswahili. Inasema hivi: And a certain woman which had an issue of blood 12 years, and had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and had nothing better, but rather grew worse. 27. When she had heard of Jesus, came in and pressed behind, and touched his garment. For she said, If I may touch but his clothes, I shall be whole. And straightway the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the plague. And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the place and said, Who touched my clothes? And his disciples said unto him, Thus hears the multitude thronging thee, and sayest thou, Who touched me? Verse 32. And he looked round about to see her that had done this thing. 33. But the woman fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him, and he told him all the truth. Last but not least, the last verse, tulikuwa tusome, verse number 34. And he said unto her, Daughter, thy faith has made thee whole. Go in peace, and be whole of thy plague. Hiyo ndio andiko ama andiko ambalo tutaenda kujifundisha kutoka kwa siku ya leo, na wasi tupate kuamini na kuomba. Baba, tunakutukuza, tunainulia mioyo yetu kwako, Mtakatifu wa Israeli. Tunasema hakika wewe ndiye Bwana Mungu mweza yote, hakuna mwingine aliye kama wewe Mungu wetu. Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya nguvu na uwezo wako. Tunakushukuru kwa mpango mwema ulionao kwa ajili ya maisha yetu. Tunakushukuru kwa neema na kibali ambao umetupatia Baba kupatikana na kuwa katika nyumba lako. Tunasema ni asante, Mtakatifu wa Israeli. Jina lako litukuzwe, jina lako liheshimiwe. Baba, ni asante kwa ajili ya neno ambao ni ya siku ya leo. Na hiyo, Mtakatifu wa Israeli, uko na kusudi katika maisha yetu, ili ukanene nasi kupitia hiyo kipungu ya neno lako, Mtakatifu wa Israeli. Baba, ninaomba ukapate kutuhurumia, ukawa kuna dhambi, makosa na maovu inaweza kusababisha, Mtakatifu wa Israeli, usisikie maombi yetu, usinene nasi katika madhabahu haya. Bwana, tunaomba ukatusamehe, ukatutakase na kutusafisha na damu ya Yesu Kristo. Na Bwana, ukazungumze nasi kupitia hiyo andiko lako. Asante kwa kuwa andiko lako ni andiko ambalo limebarikiwa. Bwana, likabariki mioyo yetu. Nisionekane Bwana, nisinene yangu, bali Bwana ukanene kupitia kwangu kama chombo, ukanitumie ili ukanene na kundi lako iliyo mahali hapa siku hii ya leo. Sifa zote Mtakatifu tuwarejesha kwako, kwa kuwa wewe ni mwema, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini.
Amen. Utaenda kutarajia ubarikiwa kutoka kwa Bwana siku zote. Usiangalie ni nani anayepeana neno. Ukiangalia mwenye anapeana neno zaidi, mawazo yako itaingiwa na Ibilisi. Lakini angalia Mungu ambaye ndiye mwanzilishi, ndiye mkamilishaji wa imani iliyo ndani yako. Kwa hivyo tarajia kutoka kwa Mungu, usitarajie kutoka kwa binadamu yeyote. Amen. Neno la Mungu linakuja kwetu kwa ajili ya kututia moyo, na inakuja kwetu pia kwa ajili ya kutukemea wakati tumeenda kando na mapenzi ya Mungu. Inaturejesha katika njia zake Mwenyezi Mungu. Neno la Mungu linakuja kila wakati ikiwa iko kwa mpango wa Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tarajia, fungua moyo wako, usikumbali Ibilisi achukue mawazo yako. Fungua moyo wako, mawazo yako itoke katika shughuli zote tulikuwa nazo katika wiki, na uyarejeshe mahali hapa. Na nakwambia kana kwamba mpendwa, utaenda kusikia sauti yake Mwenyezi Mungu. Amen. Biblia tumesoma katika kitabu cha Mark chapter number 5, chapter number 5 verse 25 to 34. Tumeambiwa ama tumeelezewa kuhusu mwanamke ambaye alikuwa anatokwa na damu. Hii ni mahubiri ambayo nimehubiri wakati mwingine, sijui hapa ni mahali pengine. Nimehubiri, nimesikia hata wahubiri wengi wakihubiri, na labda wewe umehubiri hii Injili, lakini tarajia kupokea sauti ya Mungu upya, kwa sababu neno la Mungu ni mpya kila wakati. Mtu aseme amen. Amen. Ukitaka kujua hii historia ya huyu mwanamke, iko katika vitabu 3. Kuna vile vitabu zinaitwa za gospel. Tuko na vitabu za gospel ambazo ni Matthew, Mark, Luke, watoto wa Sunday school wanajua, Thank you and John. Mwalimu wa Sunday school amefanya kazi katika hizo vitabu. Ile kitabu ambao hautapata hii historia ya huyu mwanamke ni kitabu pekee yake ya John, lakini katika Matthew unaweza kuandika. Iko katika kitabu cha Matthew chapter 9 verse number 20 to 22. Iko katika hiyo maandiko tumesoma katika Mark 5:25 to 34, na pia iko katika Luka mtakatifu kifungu ni cha 8 mstari ni wa 43 hadi 48. Hizo vitabu 3 ndio utapata hiyo historia ya huyo mwanamke. Na katika Matthew ukisoma haina maelezo zaidi kama katika kitabu cha Mark na katika kitabu cha Luka mtakatifu. Kwa hivyo Marko na Luka mtakatifu wameeleza zaidi kuhusu huyu mwanamke. Biblia inatuambia kana kwamba na Yesu alikuwa anafundisha, na wakati Yesu alikuwa anafundisha alikuwa anaenda kijiji hadi kingine. Katika Matthew utaona Yesu alikuwa anamalizia kufundisha, na wakati alikuwa anamalizia kufundisha akatembelewa na huyu alikuwa anaitwa mkuu wa sinagogi, alikuwa anaitwa Jairus. Jairus alimtembelea Yesu akamwambia, Mwalimu, nataka ukuje kwangu ukamwetelee msichana wangu wa miaka 12 ambaye ako kitandani na ako karibu kukufa. Nataka uende umwetelee mikono ili akapate kuishi. Haleluya. Wakati Yesu aliambiwa na Jairus hiyo ripoti, alianza safari yake kuelekea kwa nyumba ya Jairus kama Jairo. Bwana asifiwe. Wakati alikuwa kwa njia akielekea kwa nyumba ya Jairus, Biblia inaniambia kana kwamba alikuwa pamoja na wanafunzi wake, na walikuwa pia na umati mkubwa ambao ulikuwa umewafuata. Haleluya. Hebu jaribu kufikiria, Yesu alikuwa akienda anafuatwa na wengine, na wale watu walikuwa wanamfuata walikuwa na lengo. Kuna mtu alikuwa na shida fulani, anataka Yesu labda angemwangalia na mwambie shida yako imeisha.
Kuna wengine walikuwa wanataka kuona yale mambo yanatendeka, ishara na miujiza, na kuna wengine pia walikuwa wanataka kuona ile makosa Yesu anafanya ndio wajue vile watamshtaki. Amen. Kwa hivyo kundi lilikuwa kubwa, wanamfuata wote pamoja na wanafunzi wa Yesu. Na katika hiyo kundi kubwa, Biblia imesema kana kwamba kuna huyu mwanamke ambaye alikuwa na shida ama ugonjwa ya kutokwa na damu kwa miaka 12. Amen. Mwanamke alikuwa katika hiyo shida. Haleluya. Sijui unaifikiria namna gani? Hiyo ni shida kubwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Shida ambayo inasababisha hata boma iishe. Bwana asifiwe. Kwa sababu kulingana na zile sheria za Wayahudi, kulingana na ile ilikuwa inaitwa Mosaic Law, ilikuwa mtu akiwa na hiyo wakati huo wa kuwa na wake wa mwezi, na pia shida kama hiyo ilikuwa na huyo mwanamke, Biblia inasema huyo mtu ama huyo mwanamke alikuwa anahesabiwa kuwa unholy. Amen. Na huyo mwanamke kama unholy, katika kitabu cha Leviticus kuna mahali nilisoma katika kitabu cha Leviticus, unaweza kuandika utaenda kusoma. Leviticus chapter number 15 verse 25 to 27. Mwanamke akiwa na wakati huo wake ama akiwa na shida kama hiyo ya kutokwa na damu, Biblia inasema kana kwamba alikuwa defiled, na chochote anashika kinakuwa defiled. Na wewe mwenyewe akikushika, akipunguza, unakuwa defiled, na ulikuwa unaruhusiwa uende ukaoge, ufue nguo zako zote, na kutoka asubuhi mpaka jioni. Hata kama umeoga na umefua nguo zako zote, unakuwa defiled kwa sababu uliunguza wakati huo. Ndio nataka uelewe, huyu mwanamke alikuwa na shida iliyokuwa ni kuu. Bwana asifiwe. Na mtu kama huyo, kama ilikuwa namna hiyo, ni mtu ambaye alikuwa amejitenga na ameenda kando na ametengwa na watu, kwa sababu hakuna mwenye anataka kuwa anaoga kila wakati na kufua nguo. Hakuna mwenye anataka kuwa defiled. Kwa hivyo mwanamke alikuwa anaishi maisha yake ya kujitenga, na kulingana na sheria hakuwa anafaa kumix na watu wengine. Bwana asifiwe. Lakini huyu mwanamke akaamua sheria lazima aivunje, kwa sababu anataka kuona Yesu, anataka uponyaji. Na tunajua kana kwamba alikuwa na desire ya kupona, kwa sababu Biblia inatueleza, ukisoma inatueleza kana kwamba alikuwa ametumia utajiri wake, kile alikuwa ako nacho, alikuwa ametumia kwenda kwa matibabu. Anajaribu kwenda ili atafute suluhisho ya hiyo shida yake, lakini hakuwa amepata suluhisho. Alikuwa ameishiwa, alikuwa broke kwa sababu ya kutumia chochote alikuwa nacho akitafuta suluhisho ama matibabu, akitafuta uponyaji. Bwana asifiwe. Sasa option ile ilikuwa imebaki, ilikuwa ni moja: afunje hii sheria ya Wayahudi, amix, achanganyikana na watu na muendee Yesu. Bwana asifiwe. Hebu angalia hiyo imani. Amen. Ameamua kufunja sheria, hata kama watamuua, hata kama watamfanyia nini, lakini anataka amsongee Yesu ndio amwambie shida zake. Bwana asifiwe. Haleluya. Nataka tuelewe na hili neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu liko na kusudi. Mungu kutoka zamani aachili neno lake kule kila wakati. Biblia inasema kama vile mvua inanyesha, na ikinyesha kama vile inanyesha saa hii, kitambo ishe, utaona vitu zimechipuka. Bwana asifiwe. Sitachipuka kwa sababu mvua imenyesha, na vile mvua haiwezi kurudi bure, na neno la Mungu haliwezi kurudi bure. Bwana asifiwe. Mwanamke alikuwa na hitaji, alikuwa na shida,
na shida ilikuwa ni kuu. Bwana asifiwe. Kama ni mahali alikuwa anaenda kazini, hawezi kuenda kazini akiwa na hiyo shida, kwa sababu hajui wakati hivi kuna utakuwa. Bwana asifiwe. Na hataki kuaibika. Kama ametengwa, hafai kumix na watu. Huwezi fanya kazi ukiwa peke yako. Bwana asifiwe. Jamii yake ilikuwa imeisha. Alikuwa anatumaini. Bwana asifiwe. Lakini akachagua kumsongea Yesu. Bwana asifiwe. Naongea na mtu ambaye unasikia kuna hali ambao unasikia imekufinyilia. Unasikia ni kama iko tofauti na ile iko na wale wengine. Kuna hali ambao unaona ni kama imekuwa isolate. Nataka kuambia kana kwamba songea kwake Yesu. Amen. Hata kama ni shida ina gani. Haleluya. Niko hapa nipatie watu tumaini. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linakuja kwa ajili ya kupatia watu tumaini. Hailikuji kwa kuambia kana kwamba wewe umelaaniwa. Na laana hiyo umelaaniwa nayo hautasaidika. Bwana asifiwe. Niko hapa nikuambia kana kwamba hata kama umelaaniwa, Bwana asifiwe. Hata kama umelaaniwa, hata kama mwenye alikulaani alikufa, kuna mmoja ambaye alienda msalabani na akachukua laana zako. Bwana asifiwe. Niko hapa nikupatie tumaini, nikuambie kana kwamba msongee huyu Yesu. Amen. Hata kama ni laana ina gani, msongee huyu Yesu. Amen. Na ataenda kuleta suluhisho. Tulianza kwa kusoma, tukaona mwanamke ambaye alikuwa ametengwa. Lakini mpendwa, nataka kukuambia kana kwamba tukimalizia tutafurahia na huyo mwanamke. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu alimsongea Yesu. Amen. Ni wakati wetu wapendwa, tumsongee Yesu. Amen. Ni wakati wa kututiane nguvu tuende mbinguni. Sio wakati wa kuvunjana mioyo. Bwana asifiwe. Ukiona niko na shida, niombee. Bwana asifiwe. Simama na mpendwa wakati hapo kwa shida. Usichoni mwingine mwanze kusema huyo jamaa ni kama, huyo dada ni kama hajaokoka vizuri. Huyo dada tumuonage vizuri. Nilikutana naye pale kwa ile kona. Hiyo haitatusaidia. Kama unaona mpendwa na ako na weakness ama ako na shida, tafadhali mpendwa muombe. Amen. Usiungane na ibilisi mpige mwenzako. Bwana asifiwe. Haleluya. Dunia haitutakii mazuri. Bwana asifiwe. Na dunia sio rafiki yetu. Bwana asifiwe. Na dunia inatuchukia. Wakati unafanya hatua wanakuongolelea. Bwana asifiwe. Amen. Mpendwa, usijoin dunia kumpiga vita mwenzako. Wakati unajoin dunia kumpiga vita mwenzako, unafanya kazi ya shetani. Bwana asifiwe. Unamsaidia shetani. Amen. Haleluya. Nasi wapendwa, hata kama dunia itaongea namna gani, tutakaa ni kama hatusikii. Tutapiga hatua tukienda mbele. Hata kama wanatuongelea huko nyuma, tupige hatua tukienda mbele. Bwana asifiwe. Kwa sababu tunajua wale wa dunia, na dunia sio rafiki wetu. Bwana asifiwe. Hatutashughulika. Wacha wakuite mwenye hauna mwelekeo. Wacha wakutusi matusi yote. Lakini wachana na wao, sianze kujikungangana na wao. Bwana asifiwe. Si ati akisema huyo brother ako na kichwa ngumu, unangeuka, unaongelea nani? Wewe unanijua. Mwingine anasema miguu yako ni mirefu, na wewe unaongelea nani? Huyu kichwa yake ni maji, unaongelea nani? Utafanya kazi nyingi. Utakuwa miserable. Bwana asifiwe. Na hautakuwa na wakati wa kufanya kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Na atakuwa hiyo ni distraction ili utoke katika ile mwelekeo uko nayo. Bwana asifiwe. Juzi nilikuwa naangalia simba mwenye alikuwa mahali kwa tuko katika sinema fulani. Huwa napenda hizo sinema za wanyama. Simba ako peke yake na amevamiwa na fisi. Fisi anakuja polepole, anavuta mkia. Simba akigeuka mkia, mwingine amevuta huko shingo. Lakini yule mwingine amevuta hivi sababu yako peke yake. Na kupitia kwa hiyo simba angeenda mahali, kwa sababu akienda anafurutwa pande hii, anafurutwa pande hii. Tusiangalie hiyo kufurutwa. Tuende tukitazama mbele. Bwana asifiwe. Kwa sababu tunajua tuko na Mungu. Back to the message. Mwanamke alikuwa na hiyo shida
ambayo ilikuwa kwake imekuwa ni kama imemaliza maisha yake, lakini akachagua akamwendea Yesu. Biblia inaniambia kana kwamba wakati alimwendea Yesu, mwanamke mwenyewe, Biblia inanakili nasema, alisema kwa moyo wake, Bwana asifiwe, akasema kwa moyo wake, nikimguza upindo wa nguo yake nitapata kupona. Na akang'ang'ana katika hiyo kusanyiko ambao ilikuwa kubwa, akaenda na kwa kung'ang'ana akaenda akagusa ile pindo ya nguo ya Yesu Kristo. Na Yesu Kristo, kwa sababu yeye ni Mungu na anajua mambo ya kiroho, akasikia kuna mambo yanaendelea katika ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe. Haleluya. Yesu akasikia kuna kitu imetendeka. Ndio Yesu akauliza wanafunzi wake, ni nani amenigusa? Bwana asifiwe. Nani ameshika, nani amekamata nguo yangu? Wanafunzi wake bila ya kuelewa wakamwambia, mwalimu, unauliza nini? Na vile umati uko mkubwa, nani unaweza jua namna gani ni nani aliyekushika ama aliyeshika pindo la nguo yako? Wanafunzi wa Yesu walishangaa. Yesu akasimamisha shughuli zote na akapinduka kwa nyuma na akaangalia. Biblia inaniambia kana kwamba yule mwanamke alikuwa anaogopa, kwa sababu kitu cha kwanza, kulingana na sheria, hafai kuwa katikati ya watu. Alikuwa anaogopa. Biblia inasema vizuri, na kwa kutazama kwa ukali Yesu alimtazama akiwa atendi, ndio mwanamke akasema yote. Bwana asifiwe. Na akaeleza historia yake yote. Bwana asifiwe. Haleluya. Mpendwa, nataka kukuambia kana kwamba ukimgusa Mungu, Mungu yuko tayari kusimama na kukusikiza. Amen. Na ukumbuke safari ilikuwa ni ya kwenda wapi? Yesu alikuwa anaelekea wapi? Yesu alikuwa anaelekea kwa Jairus, ambaye alikuwa ni mkubwa wa sinagogi, ambaye alikuwa na msichana alikuwa ako mgonjwa kiasi ya kukufa. Na saa hiyo Yesu yeye hata hana haraka, anashughulikia huyu mama. Anamuuliza mpaka anamweleza ile hiyo historia yote yake, vile miaka imekuwa 12, amemwelezea yote. Na baada ya kumwelezea yote, Yesu alimwangalia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako, baada ya kueleza, Yesu anakuangalia. Amen. Baada ya maelezo, Yesu alimwangalia yule mwanamke na akamwambia, imani yako imekuponya. Bwana asifiwe. Your faith has healed you. Bwana asifiwe. Enda kwa amani. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndio maana nilisema tulianza historia kwa huruma, lakini sasa tunamaliza historia kwa ushindi, kwa sababu Yesu Kristo amehusika. Bwana asifiwe. Ni wakati tunaruhusu Yesu aingie katika maisha yetu, aingie katika boma yetu, aingie katika huduma wetu, aingie katika taifa letu, tutamalizia vyema. Bwana asifiwe. Amen. Nataka kuendelea na kumalizia sasa. Nataka kukuambia kana kwamba ile hali unaona kama iko permanent kwako, hiyo sio permanent. Bwana asifiwe. Watu wanaweza kuwa wamekutenga, ndugu zako, dada zako, ambao unazaliwa pamoja na wao, kwa sababu ya wanakuona haufai kuwa katikati yao, kwa sababu labda wamebarikiwa, wao wanaendesha magari na wewe hata hauna kazi. Mtu anakudharau kwa sababu ile hali huko wakati huu, anakuambia hata labda ulifanya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Hali zingine Mungu anaruhusu tupitie, sio kwa sababu tumefanya uovu, sio kwa sababu tumefanya dhambi, lakini ni kwa ajili ya mkono wa Mungu kuonekane. Bwana asifiwe. Ndio maana Yesu akasema kifo cha Lazaro sio kwa ajili ya mauti, lakini kifo cha Lazaro kilikuwa ili nguvu za Mungu zikapate kuonekana. Bwana asifiwe. Ambia jirani yako, hiyo hali sio ya kukumaliza.
lakini ni kwa ajili ya nguvu za Mungu zionekane. Amen. Haleluya. Unaweza pitia hali ujiulize, ile kama ile swali nilikuwa nasema hapa siku nyingine, why always me? Uanze kujiuliza maswali kama hiyo, lakini sio wakati wa kujiuliza maswali kama hiyo. Yesu Kristo hapo na suluhisho. Amen. Mwenye alimwona huyo mwanamke ambaye alikuwa amekaa kwa shida kwa miaka 12. Huyo Mungu, Biblia inatuambia kana kwamba Mungu ni yule jana, leo na hata milele. Bwana asifiwe. Ni Mungu asiyebadilika. Vile aliweza kufanya kwa wakati ule, hata leo atatenda. Bwana asifiwe. Haijalishi ni hali ngumu unapitia aina gani. Wewe pia moyo wangu, Mungu wa uzima, moyo wangu nakutamani. Hata kama mambo ni magumu, najua Bwana unaweza. Bwana asifiwe. Haleluya. Hata kama mambo ni magumu, mpendwa, hautakaa katika hiyo hali kwa muda. Bwana asifiwe. Bwana mwenye nguvu na uwezo, ambao Biblia inatuambia kana kwamba kwake hakuna jambo lililo gumu, hakuna lisilowezekana kwake, ataingilia katika hiyo hali. Bwana asifiwe. Amen. Chetu wapendwa ni kumtumainia Mungu. Wakati wa Mungu ndio mzuri. Bwana asifiwe. Hebu imagine, nafikiria huyu mwanamke alikuwa amekaa kwa hiyo hali kwa miaka 12, na ni hali ya kutokwa na damu. Na by the way, hiyo shida iko hata wa leo. Nilikuwa nafanya uchunguzi, nikapata hiyo shida iko. Na kuna wanawake wanasaba third problem. Na shida ni nini? Shida ni wanasema ni ile shida gynecological problem, ama wengine wanakuwa na ile inaitwa cancer ya uterus, na inasababisha hiyo shida. Nilikuwa nasoma mahali pengine, dada mwingine alikuwa anasema hiyo ni mwaka wake wa pili akiwa katika hiyo hali, na alikuwa anangojea operation, na hiyo operation imekuwa ikiwa postponed kila wakati, iko postponed, na katika hiyo hali, na anatumainia na atatarajia siku moja Mungu atamkumbuka. Amen. Ni shida iko hata wa leo, lakini hiyo huyu mwanamke ilikuwa imezidi miaka 12. Huyo anakuambia, anasema ni mwaka wake wa pili. Saa hii anasema hali yake imeendelea kuzorota kwa sababu kuna ile inaitwa iron infusion. Hayo anadungwa ile dawa iko na hii inaitwa iron infusion, kwa sababu damu iko kumepungua kwa mwili, ili damu ikazidi na kuongezeka ili asikufe haraka. Lazima ndungwe hiyo shindano, hiyo iko na hiyo content ya iron, ndio damu izidi na kuongezeka apate kuishi. Lakini huyo mwanamke, imagine hiyo ni mwaka wake wa pili. Na huyu wa Biblia ilikuwa miaka 12. Na Mungu akamsustain. Amen. Mpendwa, nataka kukuambia nini? Na maanisha kuna hali itapitia. Kuna hali utapitia. Lakini Bwana atakuweka katika hiyo hali mpaka wakati wake ufike. Bwana asifiwe. Hautakufa kwa sababu ya hiyo hali. Amen. Mama Mumbe, Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanaenda ICU na wanarudi? Ni wachache. Dada yetu alienda na akatoka huko na akatoka na ushuhuda. Bwana asifiwe. Na Bwana hakumalizia pale, kwa sababu alikuwa anajua atamponya. Bwana asifiwe. Sasa hii mimi nikimwona naona kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Naona muujiza wa Mungu. Na pia hata wewe kuna ile hali ulikuwa unapitia, unaona kama inakumaliza, ama kuna ile madawa unatumia na unaendelea na kumwamini Mungu, unaambia Mungu siku moja najua utatenda. Mungu hatakumaliza. Hata kama watakufa, Mungu atakuhifadhi mpaka wakati wake. Nasema nini? Sisemi Mungu anafurahia wakati tunateseka. Mungu anafurahia wakati tuko katika hali njema.
Lakini kama hali itakupata na utapitia, don't complain. Endelea na kuliamini neno la Mungu. Endelea na kuquote the verses zile zinahusu hiyo jambo, na Mungu mwenyewe siku moja atakuja na atakutendea. Bwana asifiwe. Kama ni uponyaji, endelea na kuquote. Kwa mapigo ya Yesu Kristo najua nimepona. Hata kama ni dawa natumia, hata kama ni yale nimenifinyilia, siku moja najua nitakuwa free. Bwana asifiwe. Endelea na kuquote maandiko. Hivyo mingi kwa Biblia. Useme you are the Lord God our healer. I know one day you will heal me. Endelea na kumtumainia Bwana. Mungu ni mwaminifu na Mungu sio mbaya. Watu wanaona Mungu kama anataka wakati umeingia kwa shida kumalize. Mungu anataka kukutoa katika hiyo shida. Mungu wakati anatunaingia katika shida, Biblia inasema he is a compassionate God. Anatuhurumia na anataka tutoke mahali pale. Kwa hiyo hata kama itachukua muda, ujue Bwana atatenda. Bwana asifiwe. Usipe moyo. Bwana asifiwe. Huyu mwanamke hakukufa moyo. Miaka 12 ya kutengwa. Miaka 12 miaka 12 ya expenditure. Unatumia chenye ulitafuta. Naongea na watu. Bwana Yesu asifiwe. Najua naongea point. Amen. Wewe umewahi kukutana na mwenye amengojeka? Tuseme kwa mfano siku hizi kanza. Unangojeka. Unatumia chochote ulikuwa umetafuta. Inaisha yote. Unauza shamba ulikuwa umenunua. Unauza kile chochote uko nacho na unatafuta ukue mzima. Unatafuta uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Juzi nilikuwa naongea na dada mwingine ananiambia kile brother yake alikufa, watoto kumzika kwa sababu alikuwa amegojeka cancer, throat cancer. Ilikuwa ni changamoto. Wapendwa, nikwambie, ukiona uko mzima, abudu Mungu. Bwana asifiwe. Ukiona uko na njema, shukuru Mungu. Watu wanateseka. Watu wamehangaika. Lakini Mungu ametuwezesha. Tumekuwa wazima. Sasa hivi kama hivyo unasikia tu damu inatembea vizuri. Amen. Lakini tumkumbuke Mungu. Bwana asifiwe. Tujitolee kwa kazi ya Mungu. Huyo dada alikuwa ananiambia wakati ndugu yake alijua imekuwa serious, aliingia kwa kanisa na akawa hataki mtu anafanya mchezo na kanisa. Lakini nataka kukwambia kana kwamba usingojee iwe serious ndio uwe serious na mambo ya Mungu. Tukuwe serious na mambo ya Mungu wakati tuko na afya. Bwana asifiwe. Wakati tunaweza kumchezea Yesu, tukuwe serious na mambo ya Mungu. Wakati tunaweza kukuja kesha hata kama kunanyesha, unaacha kunageti, unaacha kuja kwa presha, tumuombe Mungu. Mungu ametutenda makuu. Mungu ametutendea makuu. Mungu ametusaidia, ametuwezesha. Ni wangapi walikuwa hata kuna wachawi walilala wakikuroga ili usiamuke, lakini kwa neema ya Mwenyezi Mungu umeamuka na uko hapo unasikiza neno la Mungu. Mungu ametupatia, tumepata kibali mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu. Tumwabudu Mungu, tumpende Mungu, tujitolee kwa kazi yake katika hali na mali, na Mungu ataenda kututenda wema. Biblia inaeleza, nikimalizia, nafikiria nimebakisha dakika kidogo. Nimebakisha dakika kidogo. Kama dakika 5, naangalia saa 5 minutes. Mungu ako na haja na sisi. Katika hiyo maandiko ama hiyo chapter, Biblia inasema wakati mwanamke aliponywa, aliambiwa aende kwa amani. Bwana asifiwe. Tunaona kuna restoration kwa ajili ya maisha ya mwanamke. Amen. Kwa sababu kama alikuwa ameachana na bwanake, ataenda kurudi kwa bwanake. Kama Mungu ambariki na bwana mwingine. Kama alikuwa ameacha kazi kwa sababu ya hiyo ugonjwa, sasa tunaona kirudi aende kufanya kazi. Kwa sababu Yesu amebadilisha maisha yake.
Mpendwa, Mungu anataka kufanya restoration katika maisha yetu. Haijalishi tunapitia hali ngumu namna gani. Neno la Mungu linasema hata kama wakati mtu umekata, kuna tumaini. Bwana asifiwe. Kutakuwa na chipukizi. Amen. Hata kama tumepitia hali gani, tunaona ni kama maisha yetu imekatwa, Bwana ako na kusudi, ataenda kutuinua tena. Amen. Na tutaanza upya kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, sio kwa nguvu zetu, sio kwa uwezo wetu. Ni Mungu ananena nasi. Bwana asifiwe. Mpendwa, usife moyo. Na malizia nikisema usife moyo. Bwana yuko na kusudi na maisha yako. Amen. Tujitie moyo, tujikaze, na zaidi ya yote wapendwa, tupendane kama Yesu vile alituachia akasema tupendane, kama jinsi yeye ni upendo. Mpende ndugu yako, mpende dada yako. Bwana asifiwe. Tunaishi siku za uovu, siku za mwisho. Ujui kesho iko namna gani, na wewe unashikilia tu mambo ya kidunia. Hii mali tuko nayo, hii vitu yote itakuja kuisha. Amen. Lakini mwenye anamtumainia Bwana ataishi milele. Bwana asifiwe. Kwa sababu baada ya maisha haya kuna maisha mengine. Bwana asifiwe. Tuko siku za uovu, siku za mwisho. Umesikia vile mafuriko ilikuwa juzi. Mungu akanisaidia sikuenda soko hiyo siku. Ningelala huko town. Mambo imetokea. Mvua inanyesha na ijulikani na vile inanyesha, wengine wanasema wapi ilikuwa inatoka wapi. Mpaka kila mahali kuna jaa maji. Amen. Unasikia kila wakati kwa news. Na niko na desire nisikie kutoka kwa mtumishi wa Mungu na reverend. Atueleze sasa tumefikia wapi. Kwa sababu yeye akisimama ongee kuhusu siku za mwisho na yale mambo yanaendelea na vile vitu mahali tuko, ninakuanga nimeinua eneo yangu kabisa, kwa sababu ninaona tunaelekea mwisho. Nasikia mambo ya Amerika, Israel na Iran, na kila mmoja anasema siachi. Ni kutuma misal, watu wanakufa, wanabomoa mji, kila kitu inaendelea na kuharibika. Na ikiendelea hivyo pia na sisi tunakuja kusafa, kwa sababu vitu mingi zinatoka pande ile. Itakuwa ni wakati wa shida na kutakuwa na mahangaiko. Najua mtumishi wa Mungu siku moja hivi karibuni atatuelezea kwa sababu najua kuna mambo yanatendeka katika maisha katika ngazi za kiroho. Amen. Tundugu ndani ya Kristo Yesu. Nilikuwa nasema tupendane. Yesu akikuangalia atoke achane na mambo mengine ya kuangalia, atabadilisha mambo katika maisha yako. Hakuwa na haraka Yesu kwenda kwa Jesus. Na ukisoma hapo chini Biblia nikimalizia inasema, na wakati alikuwa katika hiyo mkutano ukakuja na watumishi kutoka kwa nyumba ya Jairus, wakamwambia Jairus, wacha kusumbua mwalimu, hata msichana mwenye alikuwa mgonjwa ameaga. Na kwa sababu Yesu yeye ndiye uzima, yeye ndiye uhai, hakuwa na wasiwasi. Alienda mahali pale akapata wanadia, akawaambia ikulala kadala ataamuka. Na kwa hakika msichana aliamuka. Baada ya kuona hiyo miujiza yote, nasema tumshukuru Mungu na Bwana wa uzima atatubariki. Masomo ambayo tunaweza soma naweza kuweka katika dakika moja, niwaambie ile lessons tunafaa kusoma kutoka kwa hiyo chapter. Lessons we can learn from the woman with the issue of blood. Number 1, faith requires risk. Hiyo nimeeleza. Number 2, true faith arrests God's attention. Number 3, God's attention to your faith is not divided. Haiko divided. Alimalizana na mambo ya mwanamke na akaenda kwa Jairus baadaye. So God's attention to your faith is not divided. Number 4, when Jesus heals, he heals completely. Alimwambia mwanamke hiyo hali isipate kukurudia tena. So we should keep all
alive until God's timing is perfect. Wakati tumwamini Mungu, tuendelee na kulitia jina la Mungu, wakati wa ukamilifu wake Mwenyezi Mungu, tutapokea miujiza yetu, tutapona, tutabarikiwa, tutatendewa makuu, na yale yote tunamlilia Mungu. Biblia inasema kana kwamba yeye anasikia. Kwa mkesha tulijifundisha tukasema katika 2 Chronicles chapter number 7 verse 14, if people called by the name of the Lord shall humble themselves and call the name of the Lord, he shall hear from heaven, and he shall forgive their sins, and he shall heal their nation. Bwana sifiwe. Watu wanaoitwa kwa jina la Mungu ni sisi ambao tumeokoka. Tunaambiwa we should be humble. Wakati hakuna humble, kuna kujiinua. Tusijiinue, tunyenyekee, tuliite jina la Mungu, na Bwana wa uzima ataenda kusikia kwa juu mbinguni